Habari za wakati huu mtazamaji wetu, unatutazama kutoka studio za Bunge mjini Dodoma, tukiendelea kukuletea vipindi mbalimbali vya elimu kwa umma uliweza kulifahamu bunge lako, lakini zaidi kufahamu mawazo ya wananchi wanaolitazama bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na leo katika studio zetu za bunge ninaye mhadhiri wa chuo kikuu cha St. John's, atajitambulisha majina yake, na tumemuita hapa studio ili aweze kupitia yale maoni ya wananchi, ni nini kilichofanyika leo ama ni mada gani iliyoko katika kipindi chetu. Atakuwa anapitia maoni yale ya wananchi ili kuweza kuzungumza. Na leo tunazungumzia nini? Tunazungumzia kubadilishwa kwa ratiba ya kurusha matangazo ya television ya kipindi cha bunge live, kupelekwa usiku ama kupelekwa muda mwingine badala ya kurushwa moja kwa moja. Tumezungumza na wananchi. Wenyewe wanasema azma ya serikali ya kufanya hivyo, wamefanya kitu kizuri kutokana na kwamba mchana wanakuwa katika masuala ya ujasiriamali, katika kujiongezea kipato. Na hapa tutakuwa tunazungumza na dokta ili aweza mhadhiri aweze kutuambia mawili matatu kuhusiana na matangazo kutokurushwa live. Kwa mfano wafanya biashara au unakuta yakishaanza kurushwa labda kuanzia ile wanapoanza bunge au si bunge, wanaanza mapema. Katika kwanza mapema unakuta kule watu hawafanya biashara, wanaangalia, wanakaa vikundi, wanaangalia afu wanaanza kubishana, unakuta tena wanaanza kuzozana, wanataka kupigana, kila mtu anachangia hiyo mada yake anavyojua yeye. Ni vizuri jinsi walivyofanya hivyo. Ndio kutokurushwa kipindi cha TV mchana. Yaani kwa sababu kuna athari fulani kwa sisi vijana. Unaweza ukaa upo kwenye TV ukaangalia TV ukashindwa kwenda kwenye ajira zako ndogo ndogo za kujipatia riziki. Lazima mchana kama huu ujitafutie riziki ndogo ndogo. Ukisema kwamba irushwe ile mchana, sawa. Kuna baadhi ya watu wengine walengwa, wananchi kama wananchi wa hali ya chini kama mimi, hawezi kupata hizo habari vizuri. Kwa sababu anakuwa yuko kwenye mizunguko yake, kama saa hizi siko kwenye TV. Wewe labda ulikuwa unaonaje? Kwa mfano kama sasa hivi wewe uko kwenye mchakato yako, je, unaonaje hiyo habari? Unaweza kaniambia unaiona? Kwa hiyo kuna vitu vingi sasa mwananchi kinakutwa kinampita, hata anashindwa hata kumuuliza mbunge wake akirudi jimboni kwamba bwana ulituelekeza hivi, lakini mbona hata bungeni hatujakuona ukiwa unaongelea hili. Lakini sasa kwa jinsi walivyofanya, mimi naona kama kwa upande wangu, nafsi yangu, ni sahihi. Athari ninazozipata kutokana na bunge kutokuonyeshwa live ni kutokujua mustakabali wa nchi yangu unavyoenda, na vile vile kutokujua bajeti ya wizara na kila wizara. Wakati kionyeshwa mchana tulikuwa tuna muda wa kuangalia katika mazingira ambayo tupo, ila kwa sababu muda umepelekwa, hatuoni, umepelekwa saa 4, inakuwa vigumu muda wa kutizama kutokana na shughuli tunakuwa tumechoka, inabidi tulale mapema. Kwa mimi mwenyewe binafsi sioni kama wamevuruga, kwa maana ya kuwa muda mwingi nakuwa nipo sehemu kama hizi najitafutia riziki, lakini kile kipindi kitakaporushwa kwa muda sasa ule husika ambao nipo kwenye mapumziko, labda aidha jioni, inakuwa ni vizuri zaidi. Sikuone kama wamekosea, ni kitu kizuri tu wamefanya. Watu wengi muda wa mchana wako kwenye mihangaiko ya kutafuta riziki kama hivi unavyoona. Naona kwamba muda ule ambao unaweza kusimamisha shughuli zako za kiuchumi na kuwa umepoteza mambo mengi sana wakati unafuatilia mambo ya kiserikali, sawa. Ingawaje sisi yanatuhusu, ila kwa muda mwingine yanatukosti. Ndio ninaloliona mimi kwangu. Mimi naona ni sahihi, sababu tunapokuwa tumerudi hapa kama hapa kazini hapa, unakuta tunaporudi nyumbani ndo tunaweza tunakaa tukaangalia kinachoongelewa tukaelewa, kuliko hapa ningekuwa labda hapa na TV watu unakuta hapa nauza vitu alafu kuna watangazo au wateja na kwa siwasikilizi zaidi, tunakuwa tunaangalia bunge zaidi. Kwa hiyo na maana hata huduma zinakuwa haziendi vizuri. Kwa hiyo kama ni ile tunarudi kazini tumekaa wote, ile muda wa saa 2 watu tunakula saa 3 tunaangalia bunge, hapo inakuwa hamna msongamano kama hapa. Kwa hiyo nilikuwa naona yani vizuri watafanya vizuri kuweka kipindi cha bunge jioni. Maana tunakuwa wengi sana tutakuwa tupo majumbani. Kwa hiyo tutapata kuona yani nchi yetu inaendaje.
Ndio hayo tu. Wananchi wameyazungumza mengi kuhusiana na kurushwa kwa matangazo ya bunge nyakati za jioni, wakisema ile ina faida kwao kwa sababu mchana wanaenda kuchacharika, kutafuta biashara ama kuingiza kipato, kuchangia uchumi wa taifa na wa mtu binafsi. Wewe kwa upande wako unaweza kutuambia nini? Mimi kwa upande wangu ninataka niseme kwamba kwa kiasi fulani uamuzi uliofanyika kwa kiasi kidogo mzuri, lakini kwa kiasi kikubwa sio sahihi sana. Kwa sababu ule ukaribu wa wawakilishi wetu na wananchi sisi kusikiliza ni kama vile umefichwa. Tuzungumzie swala la uchumi hapa. Uzalishaji tunaufanya, uzalishaji wa mtu mmoja mmoja unafanyika nyakati zipi? Za mchana ama usiku? Ndio, kwa hapa kwetu kwa Dodoma mjini ziko zinazofanyika usiku, lakini nyingi zinafanyika mchana. Nyingi zinafanyika mchana. Watu wengi wanakwenda kufanya kazi mchana. Na taratibu zetu tulivyo, uwezo ukafanya kazi masaa 12. Unafanya labda masaa 8, 9 ndio unarudi sasa huko hoi bin tabani, unaenda nyumbani. Sasa kusikiliza tena kile kipindi inakuwa yani huwezi tena ukiona. Lakini kama ingekuwa kama zamani ule utaratibu wa zamani, ile kwenye saa 4 watu wanakwenda kunywa chai, kufanya nini, wanaweza watu wakasikia angalau habari. Mimi kwa mfano sina TV mimi ofisini kwangu, nina redio. Niliamua kwamba niweke redio ili nisiwe attracted, ili niweze kufanya kazi nyingine. Lakini redio ile kwa sababu ninaipata live, watu wanazungumza, mimi huku nafanya kazi zangu, huku naona kuna yaani ninasikia kuna mambo yanafanyika. Vijana wengi wana simu za mkononi, wana tune wakati fulani, wanaanza sasa kusikiliza. Sasa kwa watu wengine, watu achana na vijana tu, watu wengine tu wengi wanazo hizo. Lakini ninasema tu ya kwamba kuangalia shughuli za bunge zinavyokwenda kwenye bunge, sio watu wote walioko Dodoma, walioko mahali pengine pote wanaweza kuangalia kwa wakati mmoja. Hapana. Kwa mfano wengi walipenda sana kipindi kile cha saa 11 kile wanaporudi. Nirudi pale bado sana naenda kuoga, bado hajapata chakula, akipata chakula pale upa na angalia. Kama mchumi, mtu wa fedha, na tumeshasema uzalishaji tunaufanya saa ngapi? Uzalishaji tunafanya mchana. Bado hujanishawishi au sijui kama utakuwa umemshawishi mtazamaji unaposema kwamba yangeendelea vile vile, na sijui shughuli za kiuchumi yangezifanya saa ngapi. Lazima tuachie hapo. Turudi kwenye Jumuiya ya Madola. Tanzania ni mwanachama wa Jumuiya ya Madola. Na nchi za wanachama, hakuna nchi inayorusha matangazo ya moja kwa moja. Wengine wanarusha siku ya Alhamisi tu, kipindi cha papo kwa kiongozi wa shughuli za serikali bungeni. Serikali imefanya research kwamba sasa hivi wananchi wengi wanakuwa wanapoteza muda mwingi kukaa na kusimama na kuangalia matangazo haya ya bunge. Tuyasogeze ili baadaye wametoka kuenda kwenye shughuli zao za kiuchumi au za kiutendaji waweze kuangalia baadaye. Sawa, lakini tukirudi pia katika mwongozo wa Jumuiya ya Madola, Tanzania inabanwa, inatakiwa ifuate mwongozo ule. Sasa wewe unasemaje? Inategemea kwa sababu ile kodi ya Umoja wa Madola naifahamu. Inasema hivi, ili ubadilishanaji wa mawazo,
habari upate kufanyika pamoja na wananchi. Sawa. Yaani huku upande wa pili serikali kwa mihimili yake yote mitatu na wananchi wake. Matangazo kurushwa live na taasisi husika hasa ya Bunge na taasisi hata zile nyingine zile ambazo zina uwakilishi wa watu ni muhimu sana. Ndivyo anavyoanza kuweka hiyo preamble. Pale kwenye uwezekano, penye uwezekano. Yes, penye uwezekano. Halafu anasema mara kwa mara waone umuhimu wa kurusha matangazo yale mara nyingi live. Lakini pasipokuwa na uwezekano, mara chache yani in solemnly something like that, yani mara chache waweze kuonyesha pasipokuwa na uwezekano kwamba waweze kuonyesha angalau kwa wiki mara hii. Asante sana mhadhiri na mchumi mwandamizi uchumi na fedha. Hebu sasa tuangalie hivi karibuni mwanasheria mkuu amezungumzia kuhusiana na hili. Vile vile waziri wa habari tulimsikia na wabunge mbalimbali nao walizungumzia hiki kitu. Hebu tuone kisheria ikoje, kazi ya mbunge ni ipi au kazi ya bunge ni lipi? Na tuangalie pia na mwongozo wa Jumuiya ya Madola unasemaje, Tanzania ikiwa ni mwanachama. Mwenyekiti, baada ya kupitisha mpango wa kuanzisha studio ya Bunge, utaratibu wa kurusha bunge hili ukabadilishwa na umebadilishwa kwa makusudi yafuatayo. Moja, bunge hili wakati linarushwa mchana, wananchi waliokuwa wanapata fursa ya kuliona bunge letu, idadi yake ukilinganisha na idadi ya watakaoliona bunge usiku, idadi yake kwa takwimu, sio kwa maneno ya kelele, kwa takwimu idadi yake inaongezeka. Maana yake ni nini? Maana yake tunatoa fursa kwa Watanzania wengi zaidi kuliona bunge, kushuhudia kazi za bunge kuliko ilivyokuwa inatokea mwanzo. Kwa watu ambao wamezoea kupiga kelele, wala hili sio tatizo. Jambo jema, Watanzania wametuelewa na tunasonga mbele bila matatizo. Utaratibu wa kuweka studio hapa bungeni unarahisisha urushaji wa matangazo ya bunge bila kulazimisha vituo vya habari vya utangazaji kuja Dodoma na kuleta mitambo yao na gharama za watumishi kuwaleta Dodoma. Kazi hiyo inafanywa na studio za bunge, inapelekwa kwenye satellite. Chombo chochote kina uwezo wa kulink na kuchukua matangazo haya na kuyarusha kwa gharama nafuu, na hivyo inaongeza idadi ya watazamaji, inapunguza gharama na inafanya kazi ya bunge hapa ionekane zaidi. Uongo wa kusema kwamba utaratibu huu unawanyima haki wananchi. Pengine tukubaliane, wenzetu wanaposema tafsiri ya mwananchi wanamaanisha mwananchi yupi? Huyu mama ntilie, huyu mpiga debe, huyu machinga, au wanamzungumza mwananchi yupi? Sisi tunamzungumza mwananchi ambaye anaamka asubuhi, anakwenda kufanya kazi zake, jioni anarudi nyumbani kwenda kupumzika, anapata muda wa kutosha wa kuliangalia bunge na kushuhudia kinachoendelea hapa bungeni. Mabunge yote ya Jumuiya ya Madola yameweka studio za bunge
yanafanya utaratibu huu tunaofanya. Tena sisi tumeenda mbali, tumetoa uhuru kuliko ule uliotolewa na mabunge mengine. Lakini mwenyekiti, serikali na bunge tumezungumza na wanahabari na kuhakikishia kwamba utaratibu huu kwa bunge letu ni mpya. Kama mpya, unaweza ukawa na mapungufu yake katika utekelezaji wake. Serikali na bunge tuko tayari kukaa na wanahabari tukaangalia mapungufu yaliyopo katika utekelezaji wa mpango huu, tukauboresha, tukautekeleza. Kwa hiyo tunaomba watuunge mkono. Wameendelea kutuunga mkono, na Mheshimiwa Mwenyekiti, tutaendelea kufanya hivi. Watanzania wanatuelewa, dunia inatuelewa, na wasiotuelewa leo watatuelewa kesho, wala sio mara ya kwanza wao kutoelewa kwa mara ya kwanza. Tutaendelea namna hiyo, tutafanya na tutasonga mbele. Ambalo la mwisho ningeomba kulisema Mheshimiwa ni hili swala la uhuru wa vyombo vya habari, na hivi vinazungumzwa juu ya kifungu cha 18 cha hii katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na naomba nishauri hivi, na labda nikisome kifungu hiki. Kila mtu anao uhuru wa kuwa na maoni na kueleza fikira zake. B, anayo haki ya kutafuta, kupokea na kutoa habari bila kujali mipaka ya nchi. C, anao uhuru wa kufanya mawasiliano na haki ya kutoingiliwa katika mawasiliano yake. Na D, anayo haki ya kupewa taarifa wakati wote kuhusu matukio mbalimbali muhimu kwa maisha na shughuli za wananchi, na pia kuhusu masuala muhimu kwa jamii. Na unapoyasoma haya Mheshimiwa, niwarejeshe kwenye haki zenu za majukumu yenu kwenye ibara ya 63 kama nilivyokwisha kusema. Sasa D, kwanza ibara hii inachosema ni haki ya kupewa taarifa wakati wote kuhusu matukio mbalimbali. Haki ya kupewa taarifa, sio haki ya kutangazwa wakati wote. Na ndio maana uwezo ukaenda mahakamani popote ukaanza kusema mimi sijatangazwa. Na ndio maana pia kuna waandishi wa habari, na sisi tunasoma gazeti kila siku, hata juzi waliniandika Citizen na Mwananchi. Taarifa hiyo ni mambo ambayo yameshafanyika. Na ndio maana kuna taarifa za habari katika televisheni na katika redio, na ndivyo vipindi ambavyo vinapenda sana duniani. Hapa kungekuwa na tatizo Mheshimiwa Mwenyekiti, kama waandishi wa habari wangekuwa wanazuiliwa hata kuandika chochote kinachoendelea humu ndani. Ninaona waandishi wa habari wako pale. Siku Mheshimiwa Waziri Mkuu alipowasilisha hoja yake, mwandishi wa Citizen aliniandikia kinoti hapa, akasema Mheshimiwa AG, tunaomba maoni yako kuhusiana na maoni ya kambi ya upinzani. Mimi nikamwambia kwamba subiri majibu ya serikali tutakapokuwa tunahitimisha. Bila shaka wananchi mmeyasikia ya kutoka bungeni. Tunaendelea na mhadhiri hapa katika kipindi chenu. Dokta, tumesema mwongozo umesema hivi, na nchi nyingine zikaona ni bora tupeleke kile kipengele cha kipindi cha maswali na majibu pengine cha waziri mkuu, ama wengine wakaona tupeleke siku ya Jumatatu tu. Pengine hao walizingatia uzalishaji, kwamba ili wananchi wengine waweze kufanya kazi kwa tija katika maofisi yao, katika maeneo mbalimbali ya kujiongezea kipato. Sasa kwa nini Tanzania inaposema sasa na sisi tubadilike ili tuwape wananchi wetu fursa ya kufanya masuala ya kiuchumi, walioko maofisini wapate fursa ya kufanya kazi kwa tija badala ya kuendelea kukaa? Hebu twende, nchi zilizoendelea hazirushi mabunge kila siku. Kila siku, kwa sababu watu wana namna mbalimbali ya kupata mawasiliano na bunge wakati ule ule unaohusika. Mtu anasema yeye anatengeneza kitu chake pale kwenye tablet, sio kwenye nini, video gani sio anatengeneza pale. Kwa hiyo naye amechukua, kwa hiyo anaona mambo yanaenda kwenye taasisi zile zinazohusika ambazo tunataka kuona
ili wafuatilie, wasaidie kutoa majibu, wafuatilie kufanya nini na vitu mbalimbali, na yani wabadilishane mawazo. Sasa nchi zetu hizi changa, ndio maana ile kodi inazungumza kwamba yani mara nyingi itakapoonekana mara nyingi ifanyike hivi na mara chache hivi. Kwa nini? Kwa sababu wananchi wa nchi hii changa kama ya kwetu, ambayo ni changa sana, sababu hata ile uchumi wa kati bado hatujafika, ni changa sana, yani kiuchumi, kimawazo, watu bado wako mawazo mbalimbali. Kuelimishwa kupitia mazungumzo yanatoka bungeni kwa watu wale ambao wanahusika kusikiliza habari za mambo ya bungeni, wanaona kwamba kuna thamani yake na kuna matumizi yake yanatumika. Hicho kitu bado ni cha muhimu. Sasa kama tunataka kwenda kwa namna ile wenzetu wengine wanavyofanya, mara mbili mara ngapi, mimi niwahi kwa Uingereza wakati fulani, maana wale muda mwingi sana, yani bunge unakaga muda mrefu kuliko sisi tunayofanya. Yani labda wakiachana wiki 2-3 baadaye narudi tena. Lakini nilipata mimi kitu live, imeandikwa hapa live. Kwa siku hizi 3, siku 3 katika wiki. Katika wiki, siku 3 katika wiki. Na muda ambao niliona wametoa hiyo ni muda wa kuanzia saa 7 ya kwao, ile ya mchana saa 7 watu wanapotaka kwenda kula nini, mpaka kwenye muda fulani saa 10 hivi, kwa sababu wale wenzetu kufanya kazi usiku ndio kitu cha kawaida sana kuliko cha mchana. Usiku kwao ndio kitu cha kawaida. Kwa hiyo lakini zile 3 sawa, unaona kwamba leo tumepata hiki, tumepata gani. Na huko unakusema kwenye mabunge ya Jumuiya ya Madola, kumbuka kwamba sio vyombo vya habari vinaingia, ni channel ya bunge. Channel ya bunge ndio inayorusha, alafu TV nyingine ama vyombo vingine vya habari vinajiunga. Ndicho kinachofanyika hapa sasa. Sawa, hiyo mimi ya channel ya bunge yani ndio inarusha matangazo. Kwa sababu inatengenezwa na wanahabari, hatimaye ni wale wanahabari wale. Kwa hiyo ila tu hao wako wapi? Bungeni, kama wewe ulivyo huku, lakini yani mnaitwa nini jina moja? Mwana habari. Katika matangazo haya tumesema tunayoonyesha kuanzia saa 3 asubuhi, kipindi cha maswali na majibu mpaka kinaisha saa 4. Lakini siku ya Alhamisi tuna papo kwa papo kwa waziri mkuu, ana maswali yake 10 na nyongeza zake. Kwa hiyo anapata nusu saa nzima ya kuulizwa maswali, sana maswali ya kisera zaidi. Sawa? Lakini siku ya kusoma bajeti kuu ya serikali, makubaliano ya nchi Jumuiya ya Afrika Mashariki, wanasoma siku moja na wakati mmoja. Hilo si unalifahamu? Ndio. Kwa hiyo ufahamu kwamba kuna vipindi ambavyo sio lazima kwenda live, ni kutokana na nchi yenyewe imeamua kufanya nini? Kufanya hivyo. Kwa hiyo Tanzania imeamua kubadilika kwa staili hiyo, kwamba kuna vipindi mtaonyeshwa live na kuna kipindi ambacho kitakuwa ni recorded, lakini yale yaliyosemwa katika ukumbi yataletwa, lakini kwa muda mwingine ambao ndio muda mwafaka. Hili bado sasa na unajua, yani kitu ambacho cha kujiangalia sisi wote, mpango au wazo la kufanya kwamba sasa tuonyeshe kwa muda fulani watu wamesha rekodi, unaweza kuwa mzuri tu kama wengine wanavyofanya kurekodi. Wanajua tuwe na muda mwafaka. Ushauri wako sasa, tunamaliza kipindi. Ndio muda mwafaka wa kurusha whatever is filtered. Yani muda mwafaka. Yani at least ile saa 11 ile ikienda si mpaka saa 2 wakati taarifa habari inapoanza, sasa ndio tunakwenda huko. Basi ile saa 4 ile huko saa 4 huko watu huko ni mbali sana. Hii ya saa 11 inaweza ikafaa.
ili watu wajue kwamba wana wawakilishi wao wanasema kitu fulani, wanasema kitu fulani. Na uamuzi huu mzuri kwamba unaweza ukawa ni katika cost effectiveness nzuri. Mimi mtu wa fedha na mchumi, manake mchumi kwa unani wake ni bahiri. Kwa hiyo inawezekana ukawa mzuri, una save something, lakini ile saving isiende to the extent ya kusababisha sasa hata ile mawasiliano kati ya wawakilishi wetu na sisi kule nje yakawa kidogo curtailed, yani yakawa yamekatwa sana, yasikatwe sana. Bado sasa hivi watakuwa na miezi mitatu, amweni angalau hata wiki moja hivi, watu iwe yani live, alafu unaacha unakwenda tena huko mwezi mwingine hivyo hivyo, alafu huko hawa sasa wa selective hizi channels huko ndio wao wanafanya hiyo, sijui saa 2 saa 3. Mimi saa 2 labda niwe sina kipindi, lakini kama ni saa 2 muda chuo kimefungua itakuwa niko kwenye darasa, sifundishi muda wote, lakini nikija kwenye saa 4 nimerudi au saa 5 nina muda kidogo na changamka pale na napumzika kidogo, ili niingie kwenye kuandika mada fulani, kuandika nini, lakini niweze kusikia kuna kitu gani kinafanyika. Asante Dokta. Mtazamaji wetu, asante kwa kuwa nasi tangu tulipoanza majadiliano hapa na mhadhiri wa Chuo Kikuu cha St. John's hapa mjini Dodoma. Tumedondoa mengi, bila shaka umefaidika na kipindi hiki. Ni kuahidi kuendelea kukuletea vipindi mbalimbali vya kulifahamu bunge lako la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuwafahamu wabunge, lakini kuwafahamu wageni mbalimbali wanaofika katika studio hizi, ili kuweza kuchambua mawili matatu kuhusiana na masuala ya bunge. Kumbuka tuko katika bunge la bajeti. Asante, kwa heri, karibu katika kipindi kijacho.